Serikali imeanza mchakato wa kufufua umoja wa wakala wa pembejeo za kilimo na mifugo ili kuwezesha kuwa na jukwaa la pamoja la kufikisha mahitaji kwa walengwa. Na katika michezo, klabu ya soka ya Simba yatangaza rasmi kurejesha mchakato wa kusajili wanachama wapya baada ya mabadiliko ya katiba yaliyofanywa kwenye mkutano mkuu. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu katika habari kwa siku ya leo. Mimi msomaji wako ni Beatrice Eric ambaye nitakusomea habari za kitaifa na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imeanza mchakato wa kufufua umoja wa wakala wa pembejeo za kilimo mifugo ili kuwezesha kuwa na jukwaa la pamoja la kuamua na kufikisha mahitaji yao kwa weledi katika mamlaka husika. Elia Kimani ameandaa taarifa ifuatayo. Mpango huu umeelezwa na mratibu wa kuendeleza mpango wa kilimo na uvuvi Clemence Shio kutoka Wizara ya Kilimo, wakati akizungumzia maamuzi ya kufuliwa kwa chama hicho cha kitaifa cha mawakala wa pembejeo za kilimo, mifugo na uvuvi, na kutoa rai kwa mawakala kujiunga na chama hicho ili kurahisisha mawasiliano baina yao, mawakala wenyewe na mawakala na serikali. Kama serikali tumeona kuna umuhimu wa kuwa na umoja kwa sababu utarahisishia aidha kunapofanya masuala ya kisera, inakuwa ni rahisi kufikisha ujumbe moja kwa moja. Naona kwamba kuna umuhimu wa kuona namna gani tunatengeneza platform ya magorodira kwa pamoja, lakini pia wao wenyewe kuweza kujidhibiti na kudhibiti, sababu kwa serikali peke yake haiwezi kufanya. Nao wakapata wasaa kuzungumzia iwapo kuna umuhimu wa chama hicho cha mawakala wa pembejeo kurejeshwa au vinginevyo. Kwa kweli hiki chama kitatuvusha. Tulikuwa unajitetea mwenyewe, unafanya shughuli mwenyewe, lakini tukiwa wawili watatu kwenye hiki chama, na maana tutafanya maamuzi ya pamoja. Tumeamua kwa ridhaa yetu kukiuisha chama hiki kwa sababu tunaamini kina maslahi mapana kwetu sisi agrodealers, kwa maana ya kuwa chama cha utetezi. Chama cha mawakala hao wa pembejeo nchini Tananda kilianzishwa mwaka 2009 na baada ya kukosa nguvu za kujiendesha. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Waandishi wa habari nchini wametakiwa kufahamu kuwa wana jukumu la kulinda na kuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pamoja na kutangaza tunu na faida zitokanazo na muungano huo kwa vijana waliozaliwa baada ya muungano huo wa mwaka 1964. Kufanya hivyo kwa waandishi wa habari kunaelezwa watakuwa wametoa mchango muhimu wa kulinda na kuzihodhi falsafa za waanzilishi wa muungano huo wa kihistoria duniani. Tupate taarifa zaidi. Ni kauli yake waziri wa nchi afisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni aliyoitoa kati akifungua semina ya siku moja kwa wahariri na waandishi wa habari kuhusu muungano na mchango wa waandishi juu ya kulinda muungano. Kuhakikisha taarifa mnazozichapisha kuhusu muungano ni sahihi na zenye vyanzo vya kuaminika. Pili, kuandaa mijadala yenye tija na isiyo na jazba wala kuchochea mgawanyiko. Tatu, kueleza mafanikio ya muungano badala ya changamoto tu. Waziri Masauni amefahamisha kuwa semina hiyo inafanyika ikiwa ni miongoni mwa mikakati ya wizara katika kutoa elimu ya muungano na faida zake kwa jamii ya Watanzania. Miongoni mwa mambo ambayo tumeandaa ni makongamano mbalimbali kwenye vyuo vikuu, mashindano, lakini pia tumeangalia maeneo ambayo yanagusa vijana zaidi. Semina hiyo ilihudhuriwa pia na watu mashuhuri na wabobezi katika siasa, waandishi wa habari na waliohudumu nafasi mbalimbali za uongozi serikalini wakielezea faida za muungano. Waziri wa Sheria Mheshimiwa Moyo, kwa tulijenga spirit ya Watanzania. Leo mnaanza kusema huyu sio kutoka Zanzibar, huyu sio kutoka wapi? Muungano wetu umekuwa ni chachu ya amani, utulivu pamoja na maendeleo. Semina hiyo iliyofunguliwa na waziri wa nchi afisi ya rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ilifungwa na waziri wa nchi afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hamza Hassan Juma. Huu muungano wetu unaendelea kudumu kwa sababu ya nyinyi vile vile. Kama mngilikuwa mna mihemko ya kila kitu kinachosema mnakiandika, kwa kweli taifa letu lingekuwa babaya sana. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Wajasiriamali na wadau wa kituo cha mabasi cha Sokomatola katika manispaa Sumbawanga mkoani Rukwa wamelalamikia kukithiri kwa uchafu katika kituo hicho
kutokana na guba la taka kujaa na kuachwa kwa zaidi ya mwezi sasa. Wilbord Sumia anaarifu zaidi. Wakiongea na vyombo vya habari kituoni hapo, baadhi ya wajasiriamali wamesema kuzagaa kwa takataka zilizooza kunasababisha harufu mbaya, nzi pamoja na funza kutapakaa katika biashara zao. Kero ili dampo bwana, tunaomba serikali mtusaidie liwe linatoka kwa wakati, kwa sababu uchafu, kuna watoto huko wanashinda humu. Unakuta unafungua ofisi ile asubuhi, sawa, unakutana na funza wametanda pembezoni mwa kibanda au pembezoni mwa hiyo ofisi ambayo unatarajia kuweza kuifungua ili uanze kufanya biashara. Mimi kero yangu mimi kinachoniuma, kuna siku huko kuna vibanda huko, kuna watu wanauza vyakula, wanauza nini nyuma hicho kinani. Kuna siku mimi nimekutana na funza wanapita huko, wako kwenye ofisi yani wanazunguka ofisi ya mtu. Mwenyekiti wa kituo cha mabasi cha Sokomatola Sumbuko Philbert Lwela pamoja na diwani wa kata ya Katandala ambako kituo cha Sokomatola kipo Edwin Misasi wameeleza juhudi walizozichukua ili kudhibiti hali hii. Mimi kama kiongozi pamoja na viongozi wenzangu tumekuwa tukionyesha juhudi tukihakikisha stendi yetu iko safi kwa kuifagia sisi wenyewe kila siku. Lakini swala la dampo limekuwa kero. Tuliondoa mamlaka hii kutoka kwenye kata tukapeleka manispaa. Sasa wale watu wa manispaa wanaonekana kama wameshindwa kutekeleza vilivyo kuliko inavyokuwa kwa watendaji. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbord Sumia, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ametoa saa 24 kwa kamanda wa jeshi la polisi OCD wilaya Iringa kuhakikisha anawakamata wazabuni wote wanaohusika kusambaza vifaa vya ujenzi katika mradi wa ujenzi kituo cha afya kata ya Mahuninga wilani humo ambao umeshindwa kutekelezwa wajibu wao kwa uzembe na kusababisha mradi huo kuendelea kusuasua licha ya kwamba mradi huo ulipaswa kuwa umekamilika miezi 5 iliyopita. Kuchelewa kukamilika kwa mradi huo kunaendelea kusababisha wananchi kwenye maeneo yao kutembea mpaka kilomita 16 kufuata huduma za afya. Clement Sanga ana undani wa taarifa hii. Maana hiyo itakuwa ni hujuma dhidi ya miradi ya serikali. Harry James amefika katika eneo la mradi na kubaini dosari kadhaa, nyingi zikiwa zinasababishwa na uzembe. Hali hiyo inamghadhabisha kiongozi huyo, na hapa bila ya kumung'unya maneno anasema yale aliyoyasema. Na kamanda OCD kama yuko hapa, hao wazabuni ambao watakuwa hawajawasilisha vifaa kamata wote. Hatuwezi kulipa pesa za serikali tukawapa watu kazi wakachelewesha maendeleo kwa sababu ya utashi wao binafsi tu. Kivumbi na jasho, hata fundi anayehusika na ujenzi huo inaelezwa naye hayupo katika eneo la mradi. Hatuwezi kukagua mradi ambao aliyepewa kazi ya kufanya hayupo. Kazi za plumbing kule dash, za umeme dash, za maji dash. Mwenye majibu nani? Fundi yuko wapi? Hayupo. Kwa hiyo mmemficha fundi ili tusimuulize maswali. Daktari mfawidhi kituo cha afya Mahuninga, Daktari Elisha Mashuda, anataja sababu mahususi kabisa zilizopelekea kusuasua kwa mradi huo. Kuchelewa kwa upatikanaji wa wazabuni pamoja na kuchelewa kwa wasilishaji wa vifaa kwa maana ya wazabuni walioshika tenda. Wananchi nao wakazungumza yao, mengi yakiwa ni shukrani. Tulikuwa tunapata changamoto sana. Tunatembea zaidi ya kilomita 16 kutoka hapa mpaka Idodi. Kwa sababu huduma imesogea jirani. Saa hizi nadhani tunasema Mungu yu jirani na sisi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Bwana Dennis Simba amewasa wasimamizi wa miradi mbalimbali ya ujenzi nchini kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kusimamia sheria ya ununuzi na wa umma inayowataka wakandarasi wazawa kupewa miradi yote iliyopo chini ya shilingi bilioni 50. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Mkurugenzi huyo ameyasema hayo katika ziara ya bodi ya wakurugenzi wa PPRA iliyofanyika katika mradi wa barabara ya mzunguko jijini Dodoma, ambapo hapa anasisitiza matumizi ya wakandarasi wazawa katika miradi iliyo ndani ya uwezo wao. BOT juzi hapa amekuja na product ambayo itakuwa ina guarantee local companies. Na products nyingi zinakuja. Kwa sasa ni wakati wa makampuni ya wazawa kuchangamkia hizo fursa. Awali akizungumza katika ziara hiyo, msimamizi wa mradi wa barabara ya mzunguko ya Dodoma, mhandisi Yohana Athman, anaeleza. Upande wa wakandarasi wa ndani, unakuta miradi kama hii huweza kuitekeleza ndani ya muda mrefu bila kufanyaje,
kupewa malipo on time, kwamba unakuta wakandarasi wa nje, kwa mfano kama wa China, hela zinapochelewa na uwezo wa kufanya na inaweza kufanya kazi ndani ya muda mrefu bila kupewa malipo. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za PPRA kufuatilia utekelezaji wa miradi ya kimkakati nchini na kuhakikisha thamani ya fedha inazingatiwa, sambamba na kusisitiza uwazi, uwajibikaji na kuimarisha ushiriki wa wazawa katika miradi mikubwa ya maendeleo. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya Dr. Jafari Rajabu Seif amemwagiza mganga mkuu wa mkoa wa Geita kuhakikisha hospitali zote zilizopo mkoani humo hazizuii wananchi kuchukua miili ya wapendwa wao kwa kisingizio chochote, kwani ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Dr. Sefu ametoa maagizo hayo wakati akizungumza na umoja wa kikundi cha vijana Nyarugusu, jimbo la Busanda wilayani Geita. Amesisitiza kuwa serikali imeshatoa maelekezo kwa mamlaka zote za afya nchini kuhakikisha maagizo hayo yanatekelezwa ipasavyo bila kuwepo vikwazo. Hatukuta kuzuia tena miili ya ndugu zetu wanaoenda kuomboleza. DMO yuko hapa analifanyia kazi, RMO yupo, na sisi kama wizara tumeshapiga simu huku chini kutoa maelekezo. Awali katibu wa kikundi hicho akiwasilisha taarifa kwa naibu waziri amesema licha mafanikio mbalimbali waliopata bado wanakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo ukosefu wa ofisi ya kudumu na mitaji ya kuendeleza shughuli zao. Lakini pili, kikundi cha Uvinya hakina ofisi kwa ajili ya kuendeshea shughuli zake. Mpaka sasa kikundi kinaendesha shughuli zake kikiwa kimepanga. Tutakuwa na mradi wa kuwa na lowering machine, ile mashine ya kushusha mwili kabulini. Tunatoa kama huduma, lakini ndani yake kuna namna fulani umoja unaweza kufaidika kutokana na mashine hiyo ya kushushia mwili. Umoja huu utajenga Nyarugusu ndani na pia hata nje ya Nyarugusu. Wajitahidi kutengeneza magurupu, vikundi kama hivi. Kutoka hapa Nyarugusu Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amewataka wafanyakazi wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu kutoa data zenye uhalisia zitakazoenda kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Malima amesema hayo mkoani Morogoro katika mkutano wa pili wa baraza la 7 la wafanyakazi wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu, ambapo amesisitiza kuwa tafiti zenye uhalisia ndio mpango wa maendeleo. Ubora wa kazi mnayofanya na ubora wa matokeo na namna mtakavyofikia ni nyinyi wenyewe kama wafanyakazi, mkiamua kwamba ufanisi na utekelezaji wa majukumu yenu una direct impact, una athari chanya moja kwa moja kwa jamii ya Watanzania ambao nyinyi mnawahudumia. Kwa upande wake, kamisa wa sensa na watu wa makazi, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Anna Makinda amesema kuwa mafunzo yaliyotolewa katika baraza hilo ni kutaka wafanyakazi hao kuwa wazalendo katika taifa lao. Kwanza kabisa yanatutaka tuwe wazalendo katika nchi yetu, lakini ya pili tujitambue kama hivi mlivyokusanyika hapa ndio viongozi, sisi ndio viongozi, na kila mahali palipo na kiongozi neno haliharibiki, na tumefundishwa kwamba NBS ni taasisi ina watu kutoka juu mpaka chini, wako viongozi na wale wanaoweza kufanya tunazosema service. Wote hawa ni watu muhimu sana. Naye mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa amesema kuwa Ofisi ya Taifa ya Takwimu ina jukumu mbalimbali kama kufanya sensa ya watu wa makazi, sensa ya viwanda pamoja na kilimo. Katika majukumu yake, Ofisi ya Taifa ya Takwimu inaendelea kufanya sensa mbalimbali, sensa za viwanda pamoja na sensa ya watu na makazi tuliyomaliza mwaka 2022, lakini pia tuna sensa za kilimo, tunafanya tafiti za kijamii na kiuchumi na mazingira kutokana na vyanzo vinategemeana na vyanzo mbalimbali, lakini pia kama nilivyosema tunasimamia uratibu wa mfumo mzima wa takwimu. Nafasi tulionayo na nafasi tuliyofika katika mashirikiano iweze kuendelea ili tuweze kuhakikisha matarajio ya serikali zote mbili yanafikiwa. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro.
Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Klabu ya soka ya Simba imetangaza rasmi kurejesha mchakato wa usajili wa wanachama wake kufuatia kupitishwa kwa mabadiliko ya katiba katika mkutano mkuu wa klabu uliofanyika hivi karibuni. Hatua hiyo ni sehemu ya mwendelezo wa mchakato wa mabadiliko yanayoendelea ndani ya klabu hiyo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, Crescentius John Magori, amesema kuwa baada ya changamoto mbalimbali zilizojitokeza katika mchakato wa mabadiliko, hatimaye suluhisho limepatikana. Amesisitiza kuwa hatua hiyo inafungua njia ya kuendelea na usajili wa wanachama, huku wakilenga kuwa klabu nambari 1 nchini kwa kuwa na idadi kubwa ya wanachama. Sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba. Na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu na hasa nje ya Tanzania. Aidha, viongozi wa klabu hiyo wamekiri kutofurahishwa na kitendo cha klabu hiyo kutolewa kwa mfano wa vilabu visivyo na utawala bora. Kiukweli kabisa, hatukufurahishwa. Wanajaribu kujificha, lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa ni nini. Sisi Simba tushindani na mtu. Simba sisi tunashindana na targets. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Sija apate attention. We don't. Ahmed, kwanza usiwataje kwanza. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa, huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi. Na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali. Tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante Juma kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi.